Watu Rivers, mambo vipi? Wapi watu wa Ruaka? Ruaka iko pande gani? Okay, Runda iko wapi? Ani watu wa Moshaka. Saseni, wacha nisalimie watu wawili watatu hapa. Mambo, sasa. Who are you? I know you from somewhere. You also know me. Siwaambie. Sasa. Awe ni wetu sasa. Bahali yake. Hebu ngoja. Hii yote iko na nani? Mwana mmoja na yote ine. Yote ni yako. My brother. Nifanye Muislamu. Mko aje? Oh my goodness. Tupatie mwenzako ka high five. Ka high five. Kama nakaa poa, mwambie unakaa poa. Kama umekaa karibu na kadem kasupu sana ama masupu sana, mkisi mwambie unakaa poa. Upatikana na kamera ukimumunya bibi ya wenyewe. Shauri yako. Na kama umekaa karibu na Charlie Handsome, Charlie Hillary, wala machali wako na swagu wakitembea mpaka Mungu hawezi wapea gari. Unatembeanga poa, unadhani Mungu atakupatia gari? How? You deserve to be seen by people who are inside a car. Wewe una kina Viongo. Wale wanatembeanga hivi wa hapa Banana. Hao ndio kuna magari, ma V8, ma Prado, ma Harrier. No, Harrier ni za wamama. Maladre ndio hapa Ruaka. Ajua sana. But you're all looking so beautiful. Oh my goodness. Nimekuja hivi nikiingia nikaona mademwa huku hivi wakitembea. Nashindwa hawa ni wa Roslyn, ni Gashie, Runda, Banana ama ni Ruaka. Vile wanatembea, but kuna wenye nilijua. Vile wanatembea vizuri. Pia wako hapa. Wale wa Dubs. Duberi yote imejaa hapa. Nimeona hapo wanatembea nikaona hii ni Duberi hii. Na kuna wengine wanakuja hivi. Hawa ni wa Banana. Juu high heels anakanyanga na heel kwanza kabla kanyange na hapa mbele. Au ukiwachezea raga wanacheza wabademu wa Banana. Na wanateremka yako kanjia, wameshukishwa Moshadha, wametembea mpaka Two Rivers na wameingia hapa. Juu nimejua wametembea juu ya Kavumbi. Kako hapa. Akitembea mpaka kana katuni kangoma. Unawasikia wakiongea tuadhie shashio. Bado mnakaa poa sana watu wa Ruaka, Moshadha, Dedero, Gasharage. That is wonderful. Na Gashie. Watu wapi watu wa Gashie? You guys are the bomb. Kuna dem fulani nilikutana naye tao. Ametembea poa. Najua wanakaanga ma suspect. Anasana. Mademu wa Gashie anatembea hivi, vidole ziko hivi na hakuna kitu ameshika. Kama hana gun akona fegi. You guys, you're not joking, vibaya sana. So ladies and gentlemen, welcome to Chachi Road tonight, and I'm your host, MC Jesse. So I know you love this guy. Please show your love for one and only Bernard Odiero.
Kiambu mpo? Two Rivers mpo? Hey, warembo wa Kiambu ni warembo kweli. Sisi ni warembo. Mrembo ni msichana ni mrembo mpaka unaogopa kumuoa. Unajua kuna urembo mwingine inaweza fanya hata ukose kuoleka. Juu yenyewe msichana mrembo kama huyu na hii uchumi mbaya utamweka lale na njaa. Si inabidi uende ushago utafute sura ya njaa. Hey, wasichana wa Kiambu ni warembo. Sijui ni mafuta mnapaka ama ni vitu mnakula. Ni vitu mnakula. Kama ni vitu mnakula basi Githeri pewe heshima. Githeri pewe heshima yake bwana. Heshima ya Githeri idumu. Sisi watu huko kwetu wengine wametuweka Odiero niletee pizza. Niletee hot dog. Na kitu pizza inafanya kwa mili huoni. Kala ni ile tu. Alafu wasichana wa Kiambu ni wasafi sana. Usafi wa nyumba. Ni wasafi ama nadanganya? Ni wasafi sana. Anko yangu alioa mwingine alirudi akapata amefanyia usaifanyia usafi wa nyumba. Usaibebewa mpaka kalenda ya 202. Ni wasafi. Wasafi records. That's why and we need to intermarry. Warembo wako hapa wasupu, wa brown, we need to intermarry. For example, Onyango akuja chukue Siko hapa apeleke Kisumu. Sini Siko? Ama nimesema vibaya? Kuja uchukue Siko chambua kala. Hii tabia ati Otieno unataka kuoa Atieno. Na kala yenyu zinafanana. Munaleta giza mbili kwa nyumba. Umezaa mtoto mweusi, mama mweusi, baba mweusi. My friend, you are taking us back to dark days. We need to intermarry. Na wasichana wa Kiambu wanakaa, wanaweza ishi kwa nyumba ya mabati, nyumba ya gunia. Bora ndoa tu. Bora ndoa. Hata mkifanya harusi si lazima ati nini. Wengine huko kwetu mtu ametoka ushago anataka harusi, mnaenda kununua pete Dubai. Pete Dubai ya gold. Na ukiangalia kidole yake inakaa chips imekanyagwa. Mtu mwingine anakuambia mfanye harusi, mnaenda kununua ground Guantanamo Bay America. Mnatafuta ground ya 2 million. Mnakuja nayo. Mnatafanya shopping. Lakini mguu yake ya mtu mnarudi hapa kana juu mguu yake hata imeshinda wa China kutengeneza size yake. Kuna wanawake wako na mguu. Kuna wanawake wako na mguu hapa Western, my friend. Ushaona msichana amevaa slippers ya bata. Alafu hiyo kamba ya juu ndio unaona juu. Amefunika slippers yote. Utadhani ameshikilia hiyo kamba na glue. Akitembea kwa nyumba kwa simiti unasikia tata. Hii mguu ya mbele ndio inatangulianga mbele. Ati kasabuni ndio mguu imegrow. Wasichana wa Western. Mimi I will marry from Kiambu. I will marry from Kiambu. Si ndio? Kiambu anajua nyumba ya gunia ni nyumba. Nyumba ya mabati ni nyumba. Jirani wetu mwingine alitoa msichana ushago. Ameona ameenda ikitoka kwa nyumba, ameanza kupiga nao kelele. Umwami anamwambia Jaberi, hii ni nyumba ya mabati. Ongea pole pole. Hii ni nyumba ya mabati, unaniaibisha. Ndio maana msichana unasikia, ndio maana hujaifanya shopping ya majani kwa hii nyumba. Tangu ni wao hujainunua majani. Kumbe mabawa ya mende. Mpaka mwanaume anajitetea, Madam Jaberi. Hii ni Nairobi, kuna mahali inaitwa River Road. Kuna thermos zinatengenezwa na majani tayari. Thank you so much Nairobi. Churchill Show live recording, a night of fun, inspiring moments and fun with friends. With Churchill and all your favorite comedians. Nothing brings people together like laughing together. Come with a friend to Cheke Pamoja.
Show. Pasha! Hi, everybody. You're looking wonderful as usual. Now, there's one thing that gets to me, and I just cannot get over it. It is Frenchmen. Frenchmen speak so wonderfully. I think that's why the ladies love the Frenchmen. So the other day, I was on a flight. I was going to Nigeria. Now, trust me, it's really hard to get a flight from Nairobi to Nigeria. So what happened is I got into my flight, and I had to go to Europe, then get a flight from Europe to Nigeria. First thing I did, I sit down, and the lady comes on the public address, and she says, "Ladies and gentlemen, welcome aboard our flight. The captain has put on the seatbelt sign. Please make sure you're on your seats, take your seatbelts, and if you haven't put your luggage on, if you haven't put away your luggage, put it under the seat in front of you or on the compartment above you. This is a non-smoking flight, so ladies and gentlemen, please adhere to these rules." That's normal. Then the lady spoke French. What? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord notre vol à destination de Nigeria. Ceux qui n'ont pas encore mis leurs bagages, nous vous prions de les mettre au-dessous du siège en face de vous. Ceci est un vol non-fumeur. And I was surprised. I was like, wow, no wonder we love the Frenchmen. So we got all the way to Paris, and on arrival at Paris, those who were getting off had to go off because it was a stopover. And we got in some people from Paris to Nigeria. I expected the beautiful voice again. What did I hear? Those of you who know you are going to Nigeria, make you that. Listen, no, this is not your father's flight, eh? I am not. This one will not be your papa flight. There is no flight attendant. If you know you're waiting for food, hell, you are not going to get it. There is no flight attendant. You will not go to the toilet. If you want to go now. Because in this plane, I'm going to be flying from here to Nigeria. Those of you, in case of emergency, I don't even want to see anybody pressing anything. In case of emergency, lift up your left arm. Pull up the window. My brother, jump. Before you jump, and before you jump, make sure you tell your neighbor, so that he can close the window after you've left. I don't want anything in this plane that did not pay for the ticket. So anyway, we go to Nigeria. I wanted to find out what is it about us Kenyan ladies that makes the Nigerian men come after us, because Nigerian men are really marrying Kenyan women. So I went for a seminar. Here in Kenya, we have seminars, and you see the speaker come forward, and she's like, "Well, you see, I have been married to my husband for 15 years. Marriage is not a bed of roses. My husband is very supportive." That's boring. These Nigerian people, the speaker came in, and it was war from jump. This lady comes in, and this is what she did. There is fire. My people, there is fire. Women, what is happening? What do these Kenyan women have over us? If anything, they don't have juju like we have. How are they taking our money? In fact, I'm very mad at you. Listen, prospect provokes expenditure. And then now you want to sit in this house. Because you've been given money to go and fix your hair. You don't want to cook for this brother. What's wrong with you? When you want to leave this house, you're bringing someone to come and cook for your man. What are you thinking? Hey, baby, I'm going to fix my hair. Nkechi will prepare for you your meal. Okay, my sister, go. When you are there, your husband is busy analyzing future prospects in Nkechi, and then you're going to start complaining. Baby, let's dial pizza. Baby, let's dial chicken. Dial what? One day that man is going to dial a second wife for you. I've said my own. If you want, listen. If you don't want, not be my wahala. That's it, Nairobi. Blessings like millions. I told you, she's extremely talented. Hey! 20. Asanteni kwa kuja hapo. Thanks for coming to Rivers. Hey, asanteni kwa kuja. Coming. DJ. Weka mkono hapa, watu wa VIP, watu wa regular, tuweke mkono hapo. Angalia jirani yako, nyumba 10 initiative. Yes. Muangalie na mwambie kama Muluya. Unajua Muluya ni mtu anakusalimia na anakutusi at the same time. Angalia mwenzako, mpe high five, mwambie kama tako hii. Kama takoisha mwenzako. Waluya wako hapa ndani. Waluya.
Unajua Waluya wakikuja Nairobi wanajifanyanga wamekaa, wanajua sheng. 2 weeks ati mtu amejua sheng. Anakuambia kitu, unajua Nairobi unaweza kuja mtu akwambie, bro, unaenda to Rivers, mazao usipitie ile chuo, madingo watakumada. Wacha Muluya. Kwanza vile anasimama unajua tu ni Muluya. Ndugu yangu, usiende na hiyo parapara. Matingo watakumatako. Now, unajua Waswahili, naona Waswahili hapa hivi wamejaa kweli kweli. Mswahili ni mtu akifanya makosa kidogo, msamaha anaweza omba ni kubwa sana. Msamaha ni kidogo. Zuena, pole sana Zuena. Pole jamani. Uliniambia nikutilie kijiko kimoja kwa chai. Samani nikaeka viwili. Naomba msamaha jamani. Zuena nanuna. Zuena mbona usinune? Zuena usinune. Jamani unleash sasa kadi zake. Zuena, si unajua mapenzi yako anilemea kachupa nzima ya takila. Sirushe somo na kupenda, acha masiala. Ni haja gani unishike fimbo ili nikusikize ka gorila? We ni mtu na mapenzi yangu, lishacha zamani usela. Dema anamwambia, mbona umenirebia chai? Tuliza mlipuko wa moyo. Si unajua sipendi mapenzi, napenda mapenzi nawe, usinikatae utanumiza. Mimi na biashara na wewe. Mimi nakwambia paka binti, mademu, huyo ni jamaa hata kama anakuplay na mademu 5, utasamea 2. Huyo ni jamaa hata kama anakuja amekuwekea chumvi kwa chai, utakunywa. Ni jamaa hata akikuja saa 9 ya usiku, utamfungulia milango kwa sababu amejipanga. Kwambia, Zuena usinifungie mlango. Si unajua huku nje kuna baridi shadidi, alafu wewe ndo utalangura waridi. Atakufungulia mlango, si ndio? Wanaume wa Kiambu. Mtu amekuja saa 9 ya usiku na alikuwa ameendea sapa. Na amekuja amelewa. Kiburi imepanda KICC. Kwa hivyo amfungui mlango, si ndio? Amfungui mlango. Hamujui kuna watu wako nje, si ndio? Saini saa ngapi unakuja kwa nyumba? Sina saa. Fungua mlango ama nipite na mpaka bedroom. Sikufunguli, rudi mahali umetoka. Okay. Umesema nirudi, si ndio? Waidera atanifungulia. Anarudi, mlango haijafungwa, sukuma tu. Unajua Waswahili ni watu wako na misemo ya kujikimu kwa kila hali. Unajua Mswahili ni kama ako na njaa, atakuwa na msemo ya kujisaidia pale hivyo. Sema mula ni mla leo, mla kesho kalani. Unajua mama ako pale nyumbani amefunga leso, iko na maandishi hapo chini. Anajipitisha hapo kwa mzee. Anamwambia, usiposoma kitabu chako jirani atakichambua. Are you enjoying the show? Now, mimi kwa kanisa yetu kuna kanisa inaitwa HSDM, Harvest Souls Digital Ministry. Kwa hii kanisa, choir master anaandika wimbo ya English. Lakini akiimba bado inatoka kama Kiluya. Mko tayari? Na wimbo wa Kiluya lazima uparticipate. Si uko na mguu hapo? Weka hapo. Antishiki unity Kenya, 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 antishiki unity Kenya. Hakuna kitu umeshika hapo? Acha niwafunze alafu tuende wote, si ndio? The song says, handshake unites Kenya. Antishiki unity Kenya, antishiki unity Kenya, antishiki unity Kenya, antishiki unity Kenya. Wapi nduru ya kanisa yetu? And so if you're wondering how we are composing those songs, then you must be surprised with how we dance. Luyas dance in a digital way, and kwa sababu tumezoea kuku, this is how we dance. 2 Rivers, are you ready? Are you ready? Antishiki unity Kenya, 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 antishiki unity Kenya.
Auntie Shiki, Unity Kenya. Auntie Shiki, Unity Kenya. Thank you very much to Rivers. Love you so much. Ladies and time. Holy Legion. Ushaiongelesha dem amekazwa. Amekazwa na amekuangalia mwambia, "Hey sasa, poa." Sasa alikuwa anapita anaenda msalani. Sasa Mary, poa, hebu ngoja. Sema. Alafu unakuwa na mtu anaongea pole pole. Juzi. Aha. Okay. Kana hepa. Acha nikwambie usijaribu kushtua demu kama huyo. Kwanza kala kamekaza. Kimshtua. Ai. Chilia mara moja. Afadhali by the way wale uvaa buibui. Buibui for sure. Hii time ya Eid. Na unajua hiyo time ilikuwa ya kufast Ramadhan. Vile wanafanya kina Shamsa Sheikh Mahmud. Rafiki yangu neiba asubuhi amefast. Wanafunga ilikuwa kutoka saa ngapi Hassan? 4:05. 5 to 6. 5 asubuhi. 5 asubuhi. Before 5 nilikuwa nasikia mtaani makashata zina boil. Alafu mwenye anaishiko ni demu. Na anavaa hizo buibui, anafunga mpaka hapa ninja. Hao ndio wanakuwa wazuri. Hata aachilie, hawezi wapi. Anaweza iachilia hapa. Ataiachia Village Market. Aachilie akiwa hapa mnaongea. Ati nini unasema nini? Atigize buibui hapa chini. Hebu ngoja kidogo tutaonana. Anaenda anaiachilia Village Market. Na unajua waria wananga kusamea. Waache wazungu wakufe naye. Mzungu ajaribu kuambia Msomali ati, "Hey, what's that smelling?" Ungetoka country yako, habana kuja nasikiza sema ele. Ujaribu hewa nasema waria. Waria mimi nakaa kuharibu hewa. Nikiharibu hewa hapa kila mtu nakufa. Mimi siachili hii na achilia wazungu anaita VAT. Mimi narusha grenade. Bomb. Sijaribu kumwambia arusha. Unataka nirushe? Niachilie. Anashika buibui hapa chini. Niachilie. Acha machezo yako bana. We Hussein, uko wapi? Leo umekula vizuri? Iftari imekaribia. Kuja na AK-47. Alafu bradhake anatokea hapo unadhani amekuja na bunduki. Ni nini nasumbua wewe? Ni huyo mzungu nasema mimi naharibu hewa. Mutolee AK-47. Anataka AK-47. Madafu kashata halua na tende. Afadhali hivyo mmefungua. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching Churchill Raw tonight. I'm your host, MC Jesse from Two Rivers. God bless you.